mkuu wa idara ya masoko kutoka chuo cha Future. Chuo cha Future kimegawanyika katika makundi mawili. Tunayo kampasi mpya ambayo iko pale Chanika, Chanika kwa ndevu maarufu kama unakwenda kwa makamu wa rais. Na hata hiki ambacho kimekututanisha hapa leo kitakuwa kinatolewa pale au kinatolewa kule kwa sababu tayari wameshaanza. Kabla sijawakaribisha wataalamu wangu hapa, ni kweli kama alivyosema kiongozi wetu pale, tulikuwa na mazungumzo wiki mbili zilizopita kwake mwenyewe, lakini pia pale halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, na hasa tulikuwa tunaangazia kwenye vituo vyetu ambako vijana wetu wanaanza kuandaliwa kule. La pili, kutokana na msukumo wa serikali kwa mujibu wa maelezo yao, na hili nafikiri hata kiongozi pale atalizungumza, wao katika mpango wa kuanza kupita kwa ajili ya operation maalum katika kukagua vituo ambavyo vimekizi na ambavyo havijakizi, lakini pia kukagua wataalamu ambao wanalea hao watoto wetu kama wana vigezo au hawana vigezo. Kwa hiyo katika majadiliano yetu pia ikaonekana kwamba ni hatua gani zianze kuchukuliwa, waanze kubani au tuanze kutoa elimu na baada ya kutoa elimu watu ambao hawana vigezo waanze kusoma, huku vituo vilikuwa vimefungwa vinafanya kazi. Kwa hiyo kulikuwa na mijadala hiyo, nini kifanyike, na sisi kama wadau wa sekta hiyo ya elimu kwa kuwatendea haki nyinyi tukasema hapana, sasa mkiwafungia watapata wapi fedha za kuwapeleka hao wataalamu wao waje kusoma? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, si ndio jamani? Ambao hawana vigezo waje kusoma, huku tukiwapa nafasi ya kuendelea kufanya kazi kwenye vituo vyao. Huo mpango si mzuri huo jamani? Au mnasema mbona mmenuna hivyo? Hiyo simekaa vizuri au tulishauri vibaya? Maana yake wao kwa sababu na serikali ilishatoa muda. Kwa hiyo kama ilitoa muda, sasa tunakwenda kwenye utekelezaji. Nasema hapana, ni kweli, lakini tuliangalie kwa upande mwingine. Mimi nafikiri ni vema tukaenda nao, lakini wakati huo wakipata hiyo elimu. Ni mkuu wa idara wa elimu na malezi ya watoto wadogo katika chuo chetu cha Future World Vocational Institute. Hiki ni chuo ambacho ni chuo cha muda mrefu, kina zaidi ya miaka 30 ambacho tunajihusisha sana na udereva, na hisi kwa mazingira ya hapa mnaweza mkawa mpo mnakijua, si ndio? Sasa chuo hicho kinafanya vizuri sana kwenye hiyo idara ya udereva, tukaona tusiishie tu hapo. Tumeanzisha kozi mpya, zipo nyingi, lakini niende moja kwa moja kwanza kwenye hiki kitu ambacho kimetuleta hapa, si ndio? Kuna hii kozi ya ualimu na ulezi wa watoto wadogo ambayo ndio nyinyi mnaendesha, tuseme tunalenga kwenu hapo hivyo ambao mnaendesha daycare. Sasa kwenye hiyo kozi nitaenda moja kwa moja kwamba inahitaji vitu gani, yani mpaka uje upate hiyo kozi. Hiyo kozi ili usome inahitaji uwe umefaulu kidato cha 4 kwa ufaulu wa D4. Ukishakuwa na D4 tayari manake unakuwa una fit ama una vigezo vya kujiunga na kozi hiyo. Sasa hiyo kozi itakupa faida gani? Kwa mtu ambaye amemaliza hiyo ngazi ya certificate, anaweza akaendelea na diploma ambayo kozi hiyo inatolewa kwa mwaka mmoja. Akimaliza kozi hiyo kwa mwaka mmoja, ataingia upande wa diploma ambapo atatumia miaka 2. Akimaliza diploma, ana uwezo wa kuendelea pia na degree, akaendelea na kozi hiyo ama akachagua kozi zingine. Sasa hivi tunafanya sana kwamba, lakini kwa taratibu na kanuni za nchi ni kwamba hautakiwi kuwa umemiliki kituo cha daycare bila kuwa na elimu hiyo. Sio kama tunaelewana vizuri? Yes. Kwa hiyo manake ukimaliza kozi hii unapata cheti moja kwa moja kinachokuruhusu wewe kuendesha daycare yako. Kwa hiyo itimiza hata ule usumbufu sio wa masuala ya jamii, sio kwenye ukaguzi na utakuwa umeepukana nayo. Sasa ukiachana kwamba na kuepukana nayo, tunatengeneza kizazi, yani unakuwa ni sehemu ya wataalamu wa watoto wadogo.
Kwa nini unakuwa ni mtaalamu wa watoto wadogo? Kwa sababu umesoma, maanake umejua saikolojia ya mtoto, umejua namna ya kuendesha, kwa sababu kwenye hiyo kozi tunasoma saikolojia na ukuaji wa mtoto. Mtengeneza mtoto akiwa kwenye msingi ule mdogo, maanake anapokuwa ni mkubwa unakuwa umeshamharibu moja kwa moja, inakuwa ni ngumu hapo kumtengeneza. Kwa hiyo tunashauri kwamba wewe kama mmiliki wa daycare unaweza ukatenga muda, ni muda mfupi tu, mwaka mmoja, ukasoma ili ukawa na ule uelewa jinsi gani uendeshe kituo chako. Taaluma chuo cha ualimu RUA. Sisi RUA tunajihusisha na nini? Kwanza tunajihusisha na secondary school, ambayo sekondari yetu tunafundisha inaitwa RUA Teacher au Technical Secondary School. Tunajihusisha na amali, kutoa amali, ufundi stadi. Tunatoa mafunzo, yani mwanafunzi yule wa sekondari atakapohitimu atapata cheti cha ufundi. Ufundi huo ni electrical installation, umeme wa majumbani, pamoja na ufundi wa nini, wa magari. Tutawapatia peperushi, mtaangalia kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia nije kwenye upande wa RUA Teachers College. Ukiangalia dira ya 2050 inasisitiza uwekezaji katika mafunzo ya ualimu. Na kwa kuzingatia hilo, mkurugenzi wetu baada ya maboresho ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 inamhitaji yule mwalimu mwenye astashahada upgrade, manake awe na nini, na diploma. Sasa hivi ili uwe mwalimu wa shule ya msingi lazima uwe na stashahada, ina maana diploma. Sisi kama RUA Teachers College tunaitoa diploma hiyo.